katika mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo tuna bahati kubwa sana ndani ya nyumba ya Mungu ya kwamba tunaenda kuhudumiwa na mama yetu ambaye ni Malkia wa PCCT, ambaye Bwana amempaka mafuta katika siku ya leo ili aweze kuyanena maneno ya Mungu. Haleluya! Haleluya! Bado maiki haijakaa vizuri. Naomba mtuwekee maiki vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba upige makofi na vigelegele ninapomleta mtumishi wa Mungu. Karibu mama, karibu mama, karibu na Mungu akubariki. Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Amen. Karibu sana mama. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niombe tukae. Ninayo sababu ya kumshukuru Mungu siku nzuri ya leo ambayo Bwana imempendeza nisimame. Na ninao ujumbe. Ninao ujumbe ambao Bwana imempendeza aseme na watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikuombe twende pamoja. Twende pamoja. Na kile kinachokuhusu kidake na kikusaidie. Neno la Mungu haliji bure, linalo kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Neno la leo, kichwa cha somo ni swali. Kinasema hivi: kwa nini umekata tamaa? Kwa nini umekata tamaa? Na andiko kuu lipo Zaburi 42 na mstari wa 5. Hilo ndilo andiko tutasimamia katika somo la leo. Kwa nini umekata tamaa? Naomba utuwekee hapo na kisha tutasoma wote hilo andiko. Kwa nini umekata tamaa? Wapo wengi wamekata tamaa katika nyakati hizi. Walikuwa ni watumishi wazuri, lakini wamekata tamaa. Wameiacha kazi ya Mungu, wameacha kumtumikia Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Naomba tuweke hilo andiko. Naomba tusome wote hili andiko. Naomba uinue kichwa chako na kisha twende tusome. 1, 2, 3. Nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Turudie kwa mara nyingine. Naomba unaposoma tafakari hili neno. Twende. Nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni Zaburi. Zaburi imeandikwa na watu tofauti tofauti. Lakini sura hii ya 42 imeandikwa na wana wa Kora. Sema wana wa Kora. Hawa wana wa Kora walikuwa wakimtumikia Mungu hekaluni. Na walikuwa wakimtumikia kwa njia ya uimbaji na mziki. Lakini ilifikia hatua wakachoka kutokana na changamoto walizokuwa wanakutana nazo. Na ndio maana wakatamka maneno haya: nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika? Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Wakafikia kutamka haya maneno. Kwa nini nafsi yangu kuinama na kufadhaika? Ina maana kuna mambo waliokuwa wanapitia. Maana ya nafsi kuinama ni watu kukata tamaa.
watu kukosa amani, watu kukosa furaha, watu wamejaa huzuni kutokana na changamoto wanazokutana nazo. Na wao wakasema maneno hayo, lakini huku chini wanakuja kujipa moyo. Wao wenyewe wanajitia nguvu. Haleluya. Wanajitia nguvu, wanaona mbeleni kuna ushindi. Haleluya. Wanasema kwamba umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Haleluya. 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 Mtumishi wa Mungu, watoto wa Mungu, katika maisha tulionayo tunapitia mambo mengi. Mimi napitia ya kwangu, we unapitia ya kwako. Wapo wengine wanapitia changamoto za ndoa. Wapo wengine wanapitia changamoto za maisha. Wapo wengine wanapitia changamoto za kazi, hawana kazi, wameapply na kuapply, hawana kazi. Changamoto ni nyingi mno tunazokutana nazo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Katika kupitia changamoto hizo, wengine wamefikia hatua wamekata tamaa. Lakini ifikie hatua tusimame kama hawa wana waliosimama wakatamka haya maneno, na sisi tusimame tutamke kwamba ushindi wetu upo. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi huna kazi, haijalishi ndoa yako haieleweki, haijalishi ndoa yako ni shida, haijalishi wewe kijana mambo yako hayaeleweki, maisha yamekuwa magumu. Hebu muangalie Mungu. Tamka ushindi. Tamka mwenyewe, jinenee kama hao walivyojinenea ya kwamba watakuja kumsifu Mungu. Na wewe jitamkie. Haleluya. 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 Nilipokuwa nikilisoma hili neno nilisikia faraja mno. Maana na mimi ninayoyapitia. Lakini nilisikia faraja mno. Kumbe tunatakiwa kujitamkia kwamba tuone mbele kuna ushindi. Changamoto zisitukatishe tamaa. Changamoto zisitufanye turudi nyuma. Changamoto zisitufanye tuache huduma, tuache utumishi Mungu aliyotuitia. Bwana Yesu atusaidie. Huo ilikuwa ni utangulizi. Somo hili nimeligawa katika vipengele 4. Kipengele cha kwanza, sababu zinazofanya mtu akate tamaa. Sababu zinazomfanya mtu akate tamaa. Kipengele cha pili, madhara ya kukata tamaa. Madhara ya kukata tamaa. Narudia, sababu ya kwanza, sababu zinazomfanya mtu akate tamaa. Namba 2, kipengele cha pili, madhara ya kukata tamaa. Namba 3, faida za kutokukata tamaa. Faida za mtu kutokukata tamaa. Na kipengele cha 4, mambo ya kuzingatia ili usikate tamaa. Mambo ya kuzingatia ili usikate tamaa. Tunaanza na kipengele cha kwanza. Kipengele cha kwanza kinasema sababu zinazomfanya mtu akate tamaa. Na jambo la kwanza, si kwa muhimu wake bali kwa mpangilio niliopanga. Sababu zinazomfanya mtu asikate tamaa. Unakata tamaa kwa sababu unaangalia matatizo kuliko Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Mara nyingi tunakata tamaa kwa sababu tunaangalia changamoto tunazopitia. Tunaangalia changamoto tunazopitia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Tunaangalia changamoto. Unaanza kuhesabu changamoto hii, napitia hii changamoto na nyingine hii kabla hii haijaisha, na nyingine na nyingine na nyingine. Kwa hiyo unaona zile changamoto unazozipitia kwamba ni nyingi kuliko Mungu. Ndio maana tunajikuta tunakata tamaa. Lakini kama tungelichukua zile changamoto tukazilinganisha na Mungu wetu alivyo mkuu, tusingelikata tamaa. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie.
Naomba tuwepo mahali hapa, naomba tuwepo. Tunachukua changamoto. Ninajua kila mmoja anazo changamoto anazopitia. Wewe kama upitii changamoto, Mungu akubariki. Lakini naamini walio wengi, kila mmoja ana changamoto yake. Umefaulu, maisha ni mazuri, lakini una changamoto kwa watoto. Umefaulu watoto, una changamoto kwenye ndoa. Tuchukue yale mambo, zile changamoto tusiziangalie, tumwangalie Mungu wetu. Haleluya. Tumwangalie Mungu wetu anayeweza kutusaidia katika hizo changamoto. Hebu chukua hatua, uache kuziangalia changamoto unazopitia, umwangalie Mungu wetu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpe mkono uliyekaa naye, mwambie usiziangalie changamoto, muangalie Mungu. Asante sana. Twende jambo la pili. Jambo la pili, sababu ya pili, unakata tamaa kwa sababu ya matarajio yako yaliyovunjika. Matarajio yako yaliyovunjika. Yes. Ulitamani mwaka huu uwe na kazi nzuri. Umeapply na kuapply, unategemea utapata kazi nzuri. Unasema katika sehemu zote hizi nilizo apply lazima nitafanikiwa. Lakini unajikuta huna kazi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Unajikuta huna kazi. Umetamani kuwa na maisha mazuri, uwe na nyumba, na wewe utoke katika sehemu za kupanga, na wewe uwe na nyumba yako, na ukapanga mipango kabisa kwamba mwaka huu natamani iwe hivi, lakini bado hujafanikiwa. Na kupitia mambo hayo umejikuta unakata tamaa. Unaanza kuwaza, huyu Mungu hayupo, kama angelikuwepo isingekuwa hivi. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Usikate tamaa mpendwa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Amen. Haleluya. Usikate tamaa. Haijalishi maisha yako ni magumu. Haijalishi hujapata kazi. Unajua sisi tunaweza kuwaza hivyo kwamba kwa mwaka huu niwe na kazi. Kumbe Mungu amekuandalia mwaka ujao. Unavyowaza wewe sivyo Mungu anavyowaza. Hebu tumwangalie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumwangalie Mungu wetu. Ukimwangalia Mungu hutakata tamaa. Mambo mengi yamekuvunja moyo uliokuwa umekusudia. Na mwingine unakuta amechumbia, amepanga aoe mwaka huu, lakini kutokana na kuchumbia kwake binti amemkataa, amemwacha hewani, na amefikia tu amekata tamaa kwa ajili ya binti. Tukiwauliza wababa hapa, hivi wababa mpaka mnaoa mlichumbia tu mara moja na mchumba akakukubali? Eti mchungaji, ulipokuwa unamchumbia mama mchungaji, ulimwambia tu kuhusu uchumba mara hii na yeye akakukubali? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hajakubali haraka. Alinipa muda kabisa wa kutafakari kwanza na yeye. Sasa kwa nini unakata tamaa? Eti mchumba umemchumbia mara moja tu, unataka siku hiyo hiyo akwambie ndio. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Nishawahi na mimi kuwashuhudia kwamba mume wangu mimi miaka 5 tuko pamoja. Miaka 5 baba wa watu anaenda anarudi. Ili mradi Mungu ameshamwambia huyu ndo atakuwa mke wako. Ngoja nikwambie, siku moja akaamua kukata tamaa kidogo. Akasema sasa nimechoka, ngoja nikatafute binti mwingine. Akapanga naye akaenda. Kumbe yule binti naye alikuwa anammezea mate, anajua kwamba anaweza akaenda akamchumbia. Alipofika pale, unapenda nikwambie kilichoendelea? Alipika mavyakula hayo. Askofu alipofika pale, alipiga yale mavyakula, hakuweza kutamka. Maana Mungu alishamwambia mke wako ni Jerida. Kwa hiyo sasa yeye ameingia kukata tamaa, ameenda kwa mwingine. Alipiga chakula na hakusema chochote, akaondoka. Akamwambia yule binti nitarudi siku nyingine. Akaenda siku ya pili. Alipofika pale tena akakuta vyakula vimepigwa. Akapiga vile vyakula vyote, hakutamka neno hata hili. Alivyorudi akarudi mbele za Mungu. Akasema baba, nisamee. Mungu akamwambia nilikwambia mke wako ni fulani. Kwa nini wewe unakata tamaa unaenda kwa mwingine?
Kuanzia hapo akajitia nguvu mpaka miaka 5 mambo yakakamilika. Haleluya. 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 Amen. Usikate tamaa kwamba mambo uliojiwekea bado. Endelea kuvumilia, endelea kuomba Mungu, ili mradi uhakikishe kwamba lile jambo ni la kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende sababu ya 3. Twende sababu ya 3. Lakini hapo kwenye kipengele cha pili andika Mhubiri sura ya 3 na mstari wa 11. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 11, kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Wewe unakuwa unataka ukiharakishe, lakini Mungu amekiweka kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele cha 3. Mtu anakata tamaa kwa sababu ya maneno ya watu. Mtu anakata tamaa kwa sababu ya maneno ya watu. Anainuka mtumishi mmoja anasema nataka nikaanzishe huduma. Niende nikaanzishe huduma labda Bagamoyo. Anamuhadithia au anahadithia watumishi wengine, akitegemea atapata faraja, atatiwa moyo. Katika kuelezea, anainuka mmoja anamwambia unaenda wapi? Kuanzisha huduma. Wewe tulia, waachie kina Fredi. Nakupa miezi 6 wewe. Kama utamaliza hiyo miezi 6 bado uko kwenye huduma. Hujui kama huduma ina changamoto. Hujui kama huduma iko hivi. Watu wanavunja moyo. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Watu wanavunja moyo, lakini uelewe watu wanavunja moyo, lakini Mungu anayo maneno ya faraja. Sema amina. Sema amina. Mungu anayo maneno ya faraja. Mungu anayo maneno yenye nguvu, yenye kutia nguvu ili uendelee mbele. Wanadamu watakuvunja moyo, lakini unapomkaribia Mungu anakupa maneno ya kukutia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu wetu ana maneno ya faraja. Ni kweli wanadamu wana maneno ya kuvunja moyo. Wanadamu wana maneno ya kuvunja moyo. Je, tuwasikilize wanadamu au tumsikilize Mungu? Tuwasikilize wanadamu au tumsikilize Mungu? Ukisikiliza wanadamu mpendwa, utakata tamaa. Lakini ukimsikiliza Mungu utasimama na Mungu wako, na wala hutaweza kutoka karibu na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mpe mkono uliyekaa naye, muulize wewe unawasikiliza wanadamu au unamsikiliza Mungu? Jibu abaki nalo mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie. Kila mmoja ajitahidi kumsikiliza Mungu. Wanadamu sio kwamba tusiwasikilize, kuna wanadamu wenye maneno mazuri ya kukutia moyo katika mambo unayopitia. Lakini yule mwanadamu anayeweza kukuletea maneno ya kukutoa kwa Mungu na kukuvunja moyo, usimsikilize, msikilize Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee sababu ya 4. Unakata tamaa kwa sababu ya dhambi au hatia. Unakata tamaa kwa sababu ya dhambi au hatia. Mtu ameanguka dhambini. Tayari ameanguka dhambini, anakuwa na hatia. Baba askofu amefahamu, na mchungaji na viongozi tayari anakuwa na hatia, anaamua kuacha na kusali, anaona kama vile atadharaulika. Bado kuna msamaha jamani. Mtu akianguka anakuinuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuinuka tena, kinachotakiwa ni ile kutubu kwa kujuta. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na hatia ndani ya moyo wako. Unakuwa unasema sasa kila mmoja ananijua, tayari wameshatangaza na kanisani, mimi nitapita wapi, nitafanya nini? Hapana, ili mradi utubu kwa kumaanisha na usirudie ile dhambi. Mungu wetu ni wa rehema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9, naomba utuwekee hapo.
Waraka wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9. Tusome wote. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Amen. 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 Kwa hiyo usijihukumu kwamba tayari nimeanguka dhambini, kila mmoja ananiona, sasa niache hata kusali, niviache tu niende ovyo. Usikate tamaa. Mungu wetu ni wa rehema, anakusamehe, ili mradi masharti utubu kwa kumaanisha na usirudie. Usimame na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa. Tuendelee. Sababu ya tano. Unakata tamaa kwa sababu huoni majibu ya haraka. Huoni majibu ya haraka. Unataka ukiomba leo kesho upate. Jamani, Mungu wetu sio kama sisi wanadamu. Sisi kazi yetu ni kuomba, alafu tunasubiri Bwana afanye. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini umeomba kwa muda mrefu, huna kazi, umeomba, umetamani upate kazi hujapata. Tayari ni mwaka wa kwanza, mwaka wa pili hujapata. Lakini inatakiwa uendelee kuvumilia. Huku ukiendelea kuomba, wakati wa Bwana ukifika, utapata kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mama mmoja na baba mmoja. Huyo baba nafikiri mtakuwa mnamfahamu, alishawahi kuja hapa na kutoa huduma hapa. Hivi mtu, niulize kwanza swali kabla sijasema hayo maneno. Mtu anapooa na kuolewa, si wanakuwa na malengo wakioana wapate watoto? Au kuna ambaye aliolewa au alioa akasema mimi sitaki watoto, nataka tu tujiendee hivi tuwe vijana maana tukizaa tutazeeka? Yupo? Tena mtu akikosa mtoto ni changamoto. Huyu baba na huyu mama wakaoana, na wao walivyooana walitegemea wanavyooana wapate watoto, lakini walipofika kwenye ile ndoa wameomba na kuomba, mwisho wakasema Mungu tunakuachia wewe, si tunasimama tukukutumikia, tunajua wewe uko na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Unapenda nikwambie kilichofuata? Ndio. Zaidi ya miaka 20 wamepata watoto mapacha. Unasemaje hapo? Kama wewe ni mtu unataka kupokea haraka, si wangekuwa ishaachana? Sikazi mwanaume angekuwa ishamfukuza mwanamke, nenda kwenu. Utasema mwanamke ndo anakuja na watoto. Bwana Yesu atusaidie. Lakini yule baba na yule mama walishikamana, wakaendelea kumtumaini Mungu, hawakukata tamaa. Zaidi ya miaka 20 wanapata watoto. Na watoto wao naona wana kama miezi 4 au 5. Wewe unasemaje hapo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usimharakishe Mungu. Yaani usikate tamaa eti Mungu hajafanya. Mungu anafanya kwa wakati wake. Yamkini umeomba kwa ajili ya watoto wako, wewe endelea kuvumilia, Mungu atafanya. Yamkini umeomba kutokana na ndoa yako, wewe endelea kuomba, usikate tamaa, Mungu atafanya. Yamkini umeomba hujapata kazi, maisha ni magumu kweli kweli, endelea kuomba, usikate tamaa. Amen. Unavyoendelea kuvumilia, Bwana anakuangalia na anakuja kukupa majibu yako. Haleluya. Haleluya. Amen. Twende kipengele cha pili. Madhara ya kukata tamaa. Madhara ya kukata tamaa. Jambo la kwanza, kupoteza mwelekeo na maisha. Kupoteza mwelekeo na maisha. Jamani, watu wamekata tamaa, wamepoteza mwelekeo wa maisha. Watu hao wapo hawapo? Tena unakuta huyu mtu aliyekata tamaa, aliyepoteza mwelekeo, unakuta anaikimbia na familia yake. Anaiacha ile familia, hajui yule mama taishije na watoto, anaondoka. Au kama ni mama anamwacha baba na watoto, anaondoka. Huyo amekata tamaa, amepoteza mwelekeo wa maisha.
Na wengine unakuta kabisa huyu mtu amepoteza mwelekeo wa maisha, anajinyonga. Hamjawahi ona watu wanajinyonga? Anachukua kamba anajining'iniza, watu wanakuta tayari ameshakufa. Kwa sababu gani? Amepoteza mwelekeo wa maisha. Siku hii ya leo sema, siko tayari kupoteza mwelekeo. Siko tayari kupoteza mwelekeo. Siko tayari kupoteza mwelekeo. Siko tayari kupoteza mwelekeo. Na wala siko tayari kukata tamaa. Na wala sipo tayari kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la pili, madhara ya pili. Kushindwa kufikia malengo. Kushindwa kufikia malengo. Mtu hawezi kufikia malengo. Mfano, umeanzisha biashara. Ile biashara umeianzisha, alafu unaenda kwenye biashara, unashinda pale, unatoka umeuza 2,000, 3,000. Usipokuwa mvumilivu utaacha, si ndio? Kumbuka, unapoianza biashara kwanza lazima upite kwenye mapito. Hata hawa wachungaji waulize, wanaoenda kuanzisha huduma, walio wengi wanapita kwenye mapito. Unakuta mchungaji anaanzisha huduma, sio kwamba anakutisha, anaanzisha huduma, alikuwa na vitu vyote vinatoweka. Vyote kimoja baada ya kingine, vyote vinaishi. Na kwenye ile huduma utamkuta mwaka wa kwanza yuko yeye na mke wake na watoto. Mwaka wa pili yeye na mke wake na watoto. Lakini anapoendelea kuvumilia, unakuta kanisa limejaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushuhuda ni kwa mchungaji wetu wa Bonyokwa. Wewe unamuonaje? Alipita miaka na miaka, leo hii nenda kaangalie kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Juzi tulikuwepo pale msibani, nikawa naliangalia lile kanisa. Kwa kweli nikamshangaa Mungu. Mungu anafanya vitu vikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulikuwa na mchungaji, tulikuwa na Toja, tulikuwa na Samsoni. Kanisa liko vizuri. Wana praise wazuri, vyombo vizuri, madhabahu nakwambia wameipendezesha. Lakini ungeenda kipindi cha nyuma ungemwonea huruma yule mchungaji. Yamkini alipata hata washauri, wewe labda Mungu hajakuita, bora uache. Jaribu biashara au hamisha huduma, nenda pengine. Umeona? Ameweka speaker zingine pembeni. Hii kikwama anachukua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usifanye haraka. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Malengo. Zingatia ufikie malengo yako uliyojiwekea. Kama umeweka malengo, nataka mwakani nipate nyumba, hukupata, Bwana atakupa hata mwaka unaofuata. Wewe usipoteze tu matumaini, endelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeweka malengo ya kuoa, weka matumaini utaoa. Na Mungu atakupa mke mzuri. Amen. Na atakupa mme mzuri. Usikate tamaa. Na kama labda kuchumbia unashindwa, tafuta wanaokusaidia. Wewe omba Mungu tu. Alafu Mungu atakutafutia mchumba mzuri. Mtu tu ataenda, atamuongoza kwa yule ambaye Mungu anaona anakufaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna vijana hawajui kuchumbia. Wapo. Hivi wapo? Wapo. Yaani kuna kaka mmoja alikufa bila kuoa. Yaani yeye alikuwa hawezi kwenda kwa binti eti nimekupenda, hawezi. Yeye kazi yake alikuwa anaandika kikaratasi, anampa mtu mpelekee. Kwa hiyo akishamwandikia sitaki, akimrudishia tayari ameacha. Anatafuta mwingine. Jamani, huyu ataoa? Alikufa bila kuoa. Kwa hiyo wewe simama na Mungu, malengo yako yatimie. Usiishie njiani, malengo yako yatimie. Mwambie Bwana, natamani malengo yangu yatimie. Tena ukazane, usimame kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana mpo? Tupo. Na mabinti je? Na mabinti je? Lakini na wao wasimame kwenye malengo yao. Kama umeweka malengo, mimi natamani kufunga harusi, simama kwenye malengo yako. Usije ukaona mchumba anachelewa ukasema ngoja niwahi.
Yeyote atakaye kuja twende, utaenda kupata shida. Simama kwenye malengo yako, mwambie Bwana, mimi natamani nifunge harusi. Hata kama nitafunga nina miaka 40, lakini nifunge harusi na malengo yako yatatimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana wengine mabinti wakishaona wamechelewa, yeyote anayekuja twende, awe Muislamu, awe mtu wa aina gani, twende, utakwenda kupata shida. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Wangapi wananielewa? Amen. Asante sana, asante sana. Madhara hayo, tuko kwenye madhara. Jambo la 3, huzuni na msongo wa mawazo. Yaani mtu aliyekata tamaa ni mtu wa huzuni na msongo wa mawazo. Ulishamuona mtu mwenye mawazo na mtu mwenye huzuni? Utamkuta yuko njiani peke yake. Yaani mimi hapana, siwezi. Ukimwangalia yuko peke yake, anaongea mwenyewe kama chizi. Madhara hayo ya kukata tamaa. Yaani anaongea mwenyewe. Hata yuko na simu saa zingine, unakuta anafanya hivi, anafanya hivi. Yaani ukimwangalia, yaani unabaki umejishika, unajiuliza, huyu ni chizi au kumbe amekata tamaa? Madhara hayo. Jamani, tusije tukaonekana kama machizi. Tukatae roho ya kukata tamaa. Tukatae roho ya kukata tamaa. Amen. Tusimame na Mungu. Na mwingine unakuta kwa ajili ya msongo wa mawazo, tayari pressure inapanda, inapasua mishipa ya fahamu. Baadaye tunasikia huyu mtu hayupo, amemaliza safari. Huyu mtu amemalizaje? Eti alikuwa na changamoto, amewaza tu, alafu akaondoka. Amemaliza vibaya na alikuwa na mawazo. Eti Mungu atusaidie wapendwa. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Amen. Tusije tukamaliza safari hivyo. Ina maana ni kama kifo, umejiua. Usikate tamaa ukafikia hatua hiyo jamani. Mungu wetu yupo. Amina. Mungu wetu yupo. Amen. Ayubu anasema mtetezi wangu yu hai. Kwa nini ukate tamaa? Mtetezi wetu yuko hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Mimi sitamani kuwa hivyo. Mimi sitamani kabisa kuwa hivyo. Eti nipoteze matumaini, nianze kuongea njiani peke yangu, nianze mapresha kupanda. Hapana. Na wewe usitamani kuwa hivyo. Na wewe usitamani kuwa hivyo. Mwambie uliyekaa naye usitamani kuwa hivyo. Usitamani kuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakushangaa tunaanza kusikia jamani, yule mwenzetu anaanza kuongea peke yake njiani. Sitakuwa ni aibu kubwa? Yaani mimi nimekutana naye fulani, nimekutana naye anaongea njiani peke yake, tena anafanya hivi. Yaani kama chizi. Jamani, tumsaidie mwenzetu. Tusifikie hiyo hatua hiyo kwa jina la Yesu. Amen. Tusifikie hatua hiyo kwa jina la Yesu. Amen. Ni kweli tunapitia changamoto, lakini tusifikie hatua hiyo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Tuko kwenye madhara. Jambo la 4, kujitenga na watu wengine. Kujitenga na watu wengine. Mtu anapokata tamaa, anaanza kujitenga na wengine. Anakuwa anamuona mama mchungaji Efeli mbaya, mama askofu mbaya, huyu mbaya, yani yeye kila mtu kwake ni mbaya. Ujue huyu amekata tamaa. Hili kanisa baya, hili kanisa wanasemana, hili kanisa hivi, anataka yeye kivyake vyake. Jamani, kuna sehemu ya watu zaidi ya 2 wasiosema. Hapana, haipo. Hata uende kanisa la wapi, labda uende mbinguni, lakini duniani hayo mambo yapo. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Hayo mambo yapo. Kwa hiyo ukishamwona mtu anaanza kujitenga, mimi sitaki kuimba hata hiyo kwaya yao, mimi sitaki hata hiki, mimi sitaki hiki, amepoteza matumaini. Kama unaweza msaidie, huwezi muombee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mara nyingi mtu aliyekata tamaa
anapenda kuwa kivyake vyake. Halafu ukimuuliza, mpendwa, unaumwa? Kwani ni nini? Yaani mtu aliyepoteza matumaini, ukimwangalia mtu aliyekata tamaa, kweli anasikitisha. Tusikubali kukata tamaa. Amen. Tusikubali kukata tamaa. Amen. Haijalishi unapita kwenye magumu ya namna gani, usikubali. Jitamkie maneno ya ushindi. Haleluya. Jitamkie maneno ya ushindi. Yamkini hauna kazi, jitamkie kwamba naamini kazi yangu inakuja. Tena kazi nzuri. Maisha yako ni magumu, jitamkie maisha yangu yanakuja mazuri. Amen. Nitaendesha gari. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu anafanya. Unaweza ukaona kama ni kitu cha kawaida, lakini Mungu anafanya. Tumewahi kuwashuhudia maisha tuliopitia na mume wangu. Leo sio yale maisha tulioishi. Na wengi hapa mlitufahamu. Tumeanzia chumba kimoja, tuna watoto wakubwa. Mpaka wengine walikuwa wanakuja wanasema, maana niliweka mapazia kabisa ya kuzuia afu ya rangi moja. Wengine wakija wanasema, mama, uko dini au? Kwa jinsi maisha tuliopitia. Lakini sasa hivi tuna nyumba yetu jamani. Amina. Hatuweki tena yale mapazia. Hatuweki tena nini? Mapazia. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama na Mungu mpendwa. Simama na Mungu. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Alafu uwe pamoja na wenzako. Tena ukisikia unakaribia yani kukata tamaa kabisa, hebu tafuta hata mtu, muombe Mungu akuongoze kwa mtu anayeweza kukubeba. Wakati mwingine unapofikia ukata tamaa, unajikuta hata kuomba huwezi. Tafuta hata mtu wa karibu nawe, mwambie Mungu, nipe mtu sahihi ambaye anaweza kunibeba. Umwambie shida zako, muingie kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini uombe Mungu kwanza. Mungu anaweza akakupa mtu na ukamhadithia mambo yako, baadaye kesho kayakuta nje. Bwana Yesu atusaidie. Lakini mimi najua ukimwomba Mungu atakupa mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usijitenge peke yako. Usikae kivyako vyako, pale ndo anakumaliza. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Twende kipengele cha 3. Faida za kutokukata tamaa. Faida za kutokukata tamaa. Jambo la kwanza au faida ya kwanza, Mungu anakuwa pamoja na wewe katika changamoto. Mungu anakuwa pamoja na wewe katika changamoto. Mungu anakuwa pamoja na wewe katika changamoto. Ukisoma Isaya 41 na mstari wa 10, inasema Isaya 41 na mstari wa 10, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Faida ya kwanza, usipokata tamaa, Mungu anakuwa na wewe. Sema, Mungu anakuwa na wewe. Mungu anakuwa na wewe. Sema tena, Mungu anakuwa na wewe. Mungu anakuwa na wewe. Au tubadilishe, Mungu anakuwa na mimi. Mungu anakuwa na mimi. Sema, nisipokata tamaa, Mungu anakuwa na mimi. Nisipokata tamaa, Mungu anakuwa na mimi. Mungu anakuwa pamoja nasi. Ina maana tusipokata tamaa, popote pale unapokwenda, Mungu anakuwa na wewe. Tena anakuambia, mwanangu, usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeyasikia hayo maneno? Anakuambia, mwanangu, usiogope. Anasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Sema, nitakutia nguvu. Nitakutia nguvu. Naam. Naam. Nitakusaidia. Nitakusaidia. Naam. Naam. Nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Unaona hiyo faida? Yaani unapoingia kwenye changamoto, Mungu kwanza anakuambia usiogope,
alafu anakuja anakushika. Alafu yani sijui nikwambieje. Hivi unaona kwamba ni raha Mungu akija akikushika mkono? Wewe unasemaje? Kwa mfano uje ushikwe na Samia. Mnaenda sehemu alafu anakushika mkono. Si utatembea kifua mbele? Yaani utajidai nakwambia, kama vile mtoto akiwa na baba yake anavyotembea kifua mbele, anajua hakuna mtu wa kunifanya chochote. Sasa Mungu wetu anasema tunapokuwa hatukukata tamaa, anakuwa pamoja na sisi. Anatushika mkono. Hebu furahia kwanza jamani. Wewe unasemaje hapo? Yaani mimi ninayo furaha. Nikiingia kwenye changamoto anakuja, mwanangu usiogope. Ananibembeleza, ananishika mkono. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini ukikata tamaa atakushika mkono? Eti. Hapana. Atakushika mkono? Hapana. Mpaka we mwenyewe umtafute. Hapa anatushika mikono. Kwa hiyo faida ya kwanza, Mungu anakuwa pamoja na sisi. Hata ungepitia changamoto hata 10, yani Mungu anakushika mkono, anakuambia mwanangu usiogope. Anajua upo mlango wa wewe kutokea. Haleluya. 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 Amen. Na mimi ninayo furaha kwa kuwa Mungu anakuwa upande wangu, ananishika mkono. Pamoja na changamoto ninazopitia, najua Mungu wangu amenishika mkono, na ipo siku ninajua changamoto hizi zitapita. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jambo la pili. Jambo la pili, unafikia kusudi lako. Faida. Unafikia kusudi lako. Kama umejiwekea malengo, lazima utafikia kusudi. Maana hata kama utaingia kwenye biashara unaona haziendi, utavumilia. Na ile biashara itakutoa tu, utafikia malengo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama hujaoa, umechumbia, utafikia malengo tu. Kwa sababu uko na Mungu, na Mungu hawezi kukuacha. Leo utasema sasa mama askofu leo yuko kwenye mambo ya uchumba tu. Hapana, labda Mungu ameliona. Labda Mungu ameliona. Yamkini vijana wengi wamekata tamaa. Simama na Mungu. Wewe kijana, simama na Mungu. Binti, kijana wa kiume, simama na Mungu. Utafikia malengo yako. Ukiwa na Mungu utafikia malengo yako. Amen. Simama na Mungu. Amen. Acha kujichanganya. Acha kulitia aibu kanisa. Simama na Mungu. Mungu ataonekana kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama na Mungu. Unakuta wengine yani wanashindwa kusimama. Huwezi kuzipata hizi faida. Ukishindwa kusimama na Mungu, huwezi kuzipata hizi faida. Unasemaje hii faida ya Mungu kuwa na sisi tunapopitia changamoto? Unasemaje? Mtu aliyeikosa hii faida anatembea na nani? Kama hayuko na Mungu anatembea na nani? Hebu naomba mnijibu wenyewe. Kama Mungu hayuko pamoja naye anatembea na nani? Upande wa pili anatembea na nani? Na shetani. Kumbe anatembea na shetani. Ndio. Shetani mzuri mbaya? Mbaya sana. Shetani mzuri mbaya? Mbaya sana. Sasa kama tunajua ni mbaya, tusikubali kutembea na shetani. Tuje tutembee na Mungu wetu. Haleluya. Haleluya. Mungu wetu ni mzuri. Mungu wetu ni mzuri. Mungu wetu ni mzuri. Amen. Ukitembea na Mungu hautaogopa. Ukitembea na Mungu hautakata tamaa. Hata changamoto ingeinuka bado wewe uko na Mungu. Anakushika mkono, anakubembeleza, usiogope mwanangu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hivi unajua kuna mtu anaweza akawa hana kitu chochote, lakini unamkuta na amani. Ndio. Tuko pamoja? Wangapi wananikubali? Unakuta mtu hana chochote, ana maisha magumu, anapitia changamoto, lakini ukimwangalia na amani, ana furaha. Wewe unafikiri ni kwa nini? Yuko na Mungu. Na Mungu amemshika mkono, anamtia nguvu. Amen. Anamsaidia. Amen. Pale anaposikia hali ya kama kukata tamaa, Mungu anamuinua kwa sababu yuko naye. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Mimi nampenda Mungu wangu.
nimepitia changamoto nyingi na bado nimemwona Mungu akinishika. Bado nimemwona Mungu akiniongoza. Bado nimemwona Mungu akinitetea na kuniambia, mwanangu usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende kipengele cha 4 na cha mwisho. Mambo ya kuzingatia ili usikate tamaa. Mambo ya kuzingatia ili usikate tamaa. Jambo la kwanza, si kwa muhimu wake, ni kwa ajili ya mpangilio. Omba bila kukata tamaa. Omba bila kukata tamaa. Ile Luka 18 na mstari wa kwanza, nafikiri ni aya kwa moyo, kila mmoja anaifahamu. Omba bila kukata tamaa. Na wakati mwingine watu tunaingia kukata tamaa kwa sababu hatuombi. Jamani, wewe kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 30 wewe ni wakula tu, hauombi. Jamani, wapo hao watu? Hawapo? Wapo. Hata haya maombi tunayoendelea, usishangae kuna wengine hawafungi. Hapa tukisema tuulize wanaofunga, toka tumeanza ambao wanafunga ni wachache. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa hiyo tunajikuta tunaingia kukata tamaa kwa sababu hatuombi. Tunapoomba, tunamuomba Mungu, anatupa kusimama. Hatutaweza kukata tamaa. Pale ambapo tunaona mambo yametuea mazito, tunapoingia kwenye maombi anatutia nguvu. Tunaendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuombe. Tuombe. Acha uvivu wa kuomba. Acha uvivu wa kufanyaje? Wa kuomba. Acha uvivu. Mimi naamini jamani, mtu anayeomba Mungu anamtia nguvu. Mimi mwenyewe nimeona kwangu, kunapokuwa kuna jambo ambalo naona kama linanikosesha raha, nikipiga siku 2 zangu nainuka na furaha na ushindi tele. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wako kama mimi? Wangapi wako kama mimi? Amen. Angalia mikono hapo. Wangapi wako kama mimi? Amen. Sasa mtu anayeingia kwenye changamoto halafu haingii kwenye maombi, msikilizie, ni mtu wa lawama, ni mtu wa manunguniko. Akiingia kwenye changamoto, kama huyu mtu sio muombaji, yani ana lawama. Na mimi ningekuwa nazo, si wangekuja kuniona. Na mimi ingekuwa hivi, si ingekuwa hivi. Lawama hazikosi. Lakini kama unaingia kwenye maombi, unamuona Mungu anakutetea, unasonga mbele, unatiwa nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tuombe, tuache uvivu. Unafikiri utakufa? Hautakufa. Maombi jamani, ukisoma watumishi wa Mungu wengi ndani ya Biblia walioomba, Mungu alifanya hakufanya? Alifanya. Mimi naona wengi waliopitia kwenye changamoto walioomba, Mungu alifanya. Nikijifunza wale Wayahudi waliokuwa wamekusudiwa wote kufa, lakini Esther akawaambia, mwambie Mordekai atangaze kwa Wayahudi wote, tunaingia kwenye maombi siku 3 kavu, hatutakula wala hatutakunywa. Mungu alifanya hakufanya? Alifanya. Fikiria, mfalme tayari ameshagonga na muhuri, hawa watu wafe na Mordekai akatwe kichwa, lakini walivyoingia kwenye maombi yakatokea mageuzi. Sema mageuzi. Mageuzi. Sema mageuzi. Mageuzi. Kwa hiyo tunapoomba Bwana anafanya njia, unajikuta unasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unasemaje kanisa walipoingia mbele za Mungu? Petro tayari amekamatwa, amewekwa gerezani. Tena Biblia inasema chumba cha ndani. Na haikuishia pale chumba cha ndani, na maaskari 4 wanamlinda kule. Lakini kanisa wakaona hapana, tuingie kwenye maombi. Walipokuwa wanaomba, Petro alitoka hakutoka? Alitoka. Kwa hiyo maombi ni kitu muhimu. Omba. Ukiomba Mungu, hautafikia hatua ya kukata tamaa. Bado Mungu atakutia nguvu. Jambo la pili la kuzingatia, soma neno la Mungu. Hapa ndipo kuna mtihani. Wengi tunashindwa kusoma neno. Wengi tunashindwa kufanyaje? Kusoma neno. Tunaposoma neno tunakutana na maneno ambayo ni faraja.
Kama nilivyokuambia huku ambapo maneno ya watu yanaweza yakakuumiza, lakini Mungu ana maneno yake ya kutia faraja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pamoja na kwamba na yeye anaweza kuwa na maneno makali, lakini yale maneno yake makali ni ya kukurejesha wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma neno la Mungu. Jitahidi soma neno la Mungu. Omba Mungu. Jamani, tuombe Mungu, Mungu atusaidie tusome neno la Mungu. Mara nyingi kwenye eneo hili tumekuwa wadhaifu. Mtu anaweza kakata hata wiki hajashika Biblia. Mungu atusaidie tupone kwenye eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Tukiwa na neno hatuwezi kukata tamaa haraka. Tutakutana na neno litatutia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la tatu la kuzingatia ili mtu usikate tamaa: kukaa karibu na watu wenye imani. Kukaa karibu na watu wenye imani. Usijichanganye na watu wenye imani ndogo, wenye mambo ambayo yasiyofaa. Huyo ndio atakumaliza. Unapoingia kwenye changamoto alafu ukamhadithia changamoto yako, anakumaliza. Lakini ukijichanganya kwenye mtu mwenye imani kali, unapomwambia shida ulionayo, anakutia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakutia moyo, unaendelea mbele. Huwezi kukata tamaa kwa sababu uko na mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja. Dio. Wangapi tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja? Nakaribia kumaliza. Nakaribia kumaliza. Jichanganye na mtu mwenye imani. Huyo mwenye imani atakutia nguvu. Mpendwa, usikate tamaa. Bado Mungu anaweza. Kama Mungu aliweza kwa huyu, mbona hata kwako anaweza? Anakutia nguvu, unaendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la 4. Mshukuru Mungu hata kabla ya kuona majibu. Mshukuru Mungu hata kabla ya kufanyaje? Ya kuona majibu. Mtu mwingine amesubiri mpaka jambo alipate ndio amshukuru Mungu. Mshukuru Mungu hata kabla hujapata. Hapo ndio ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani mtu kusema asante huku ameshaomba hitaji na hajamuona Mungu. Unajua unaposema asante unaweza ikawa ndio njia yako ya kupokea. Ndio njia yako ya kupokea. Unapomwambia Mungu asante, asante kwa ajili ya hili, nimeliombea kwa muda mrefu. Baba, ninakushukuru. Ninajua kwamba Bwana unakwenda kufanya. Kama wale wana wa Kora walivyosema. Wakasema nitakusifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mshukuru Mungu. Na jambo la mwisho ambalo ni la 5, kumbuka mambo ambayo Mungu amekwisha kukufanyia huko nyuma. Ili usikate tamaa, kumbuka mambo ambayo Mungu amekwisha kukufanyia huko nyuma. Hivi kuna mtu ambaye Mungu hajawahi kumtendea jambo? Hapana. Eti kanisa? Hapana, hayupo. Kuna mtu ambaye hajawahi kutendewa jambo na Mungu? Hayupo. Mungu ameshatutendea mengi sana. Yaani mengi sana. Hapa nikimuinua mmoja mmoja aseme ambayo Mungu amemtendea ni mengi. Hatuwezi kuyamaliza labda hata kwa mwaka labda. Watu wametendewa mambo makubwa. Kwa hiyo, hebu kumbuka unapoingia kwenye changamoto, kumbuka Mungu alinitendea, mwaka jana alinitendea hivi. Kwa mfano mimi nikianza kukumbuka, nakumbuka mengi Mungu ambaye alionitendea. Na ikiwemo ile ajali. Wewe fikiria ajali. Gari inabinuka mara 4 lakini watu tunatoka wazima. Hilo ni jambo kubwa Mungu alilotutendea, ambalo sitakuja kulisahau katika maisha yangu. Kumbuka ambayo Mungu amekufanyia. Na ukikumbuka yale mambo ambayo Mungu amekufanyia, huwezi kukata tamaa. Utakumbuka kwamba hata kwenye changamoto hii atanivusha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niombe tusimame. Kumbuka mambo ambayo Mungu amekufanyia. Ninapoongea haya niombe praise team waje hapa mbele. Tutakuwa na maombi kwa kifupi. Na watakao tuongozea hayo maombi atakuwa ni Pausta na Jackie. Tutakuwa na maombi kwa kifupi.
Kumbuka ni mangapi ambayo umeyapitia. We unajua changamoto ambazo umezipitia, unazitambua, mimi nazitambua. Twende tumwambie Mungu, tumwambie Bwana, mwambie Bwana changamoto unazopitia. Na yawezekana umefikia hatua ya kukata tamaa. Ulikuwa ni mtumishi mzuri, umeacha utumishi wako. Ulikuwa ni mwimbaji, umeacha. Ulikuwa ni muombaji, umeacha. Ulikuwa ni mhubiri, umeacha kwa ajili ya changamoto. Ni muda wa kwenda kumwambia Bwana, naomba unisamehe, naanza upya. Ujitamkie maneno ya ushindi, ujitamkie maneno ya ushindi kama wale wana wa Kora walivyojitamkia maneno ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Na nitaomba Mama Fred utatuongozea wimbo unaosema Baba niongoze nimalize salama. Na utawaza sasa katika kuimba ule wimbo, hebu tafakari, je, ninapomaliza namaliza salama? Namaliza salama? Maana we unajua, we ni shahidi wa moyo wako na mimi ni shahidi wa moyo wangu. Utafakari, uimbe kwa kutafakari. Hata kama leo ningetoka hapa nikafika pale barabarani nikamaliza safari, namalizaje? Nimemaliza salama au changamoto zimenitoa kwa Yesu? Namaliza vibaya? Ni muda ambao tutakwenda kuomba. Tutaimba kwa kifupi na kisha tutakwenda kuomba. Na nitawaomba watu wawili niliowataja waje hapa mbele. Nimesikia tuimbe wimbo kwa taratibu, tusisifu, tuimbe kwa taratibu. Na kila mmoja atafakari, ninapomaliza safari niko vizuri? Ninamaliza salama? Mbona changamoto zimenitoa kwenye eneo langu la kumpenda Mungu? Mbona changamoto zimenitoa jinsi nilivyokuwa? Kila mmoja atafakari. Na kila mmoja tutakapoingia kwenye maombi, mwambie Mungu. Kama unajua changamoto tayari zimekutoa kwenye eneo lake, anza kumwambia Mungu, nisamehe Baba, nisamehe, narudi. Bwana Yesu atusaidie. Karibu tuimbishie na kila mmoja aimbe kwa kutafakari wa wimbo. Jina la Yesu Kristo. Tunajua Mungu, unajua madhaifu tulio nayo kama wanadamu. Neno lako Bwana linakuja kwa kusudi, ukijua katika mazingira tulio nayo Bwana, na katika nyakati tulizo nazo za kipindi hichi cha mwisho Kristo, watufundisha Jehova Shama. Ni kweli kuna wakati kama wanadamu tunakata tamaa na kurudi nyuma. Ni kweli kuna wakati Mungu tunachoka akili za kibinadamu, pale ambapo tunatumia mawazo tulio nayo, pale ambapo tunatumia akili zetu za kibinadamu, pale ambapo Bwana tunachua nguvu zetu zinatosha kutufikisha tuendako. Lakini Bwana yatosha kutusaidia, lakini
unajua kuna mimba, unajua kuna changamoto, unajua kuna magonjwa, unajua kuna misiba, lakini hatuchoki, hatukati tamaa, hayatatugarikisha kamwe. Bwana tunaye mmoja amalize mwendo wake salama, kila mmoja amalize safari yake salama. Tuongoze Bwana, usaidie Mungu wetu, usaidie Baba, usaidie Baba, tunachoka, nami ninatamani kutiwa, nami natamani kuendelea, nami natamani kusonga mbele, nami natamani kupiga hatua. Neno lako Bwana litanisaidia kusonga pamoja, litanisaidia kusonga pamoja, maana nimetambua mkono wako siwezi, neema yako siwezi. Angalia wanachoka Bwana, wengine wamechoka na magonjwa, wengine wamechoka na shida, wengine wamechoka Bwana maisha yapita, bado tunajua kwako liko tumaini, unaweza yote. Karudia Mungu, unapata faraja, unapata heshima, unapata neema, unapata kuongezeka, unapata kushika. Biblia inasema ya kwamba njooni kwangu msumbuka na wenye kulala na mizigo, maana kwako kuna mizigo, kwako kuna msaada, kwako uzima. Kwa neno lako Bwana, ninakuja kwa wakati sahihi. Kwa jina la Yesu, uko tayari sasa kutushika mkono sawa sawa na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu, Bwana serikali unamjua mama yule, unamjua baba yule, unamjua kijana yule. Kwa jina la Yesu, kila moja Bwana ukatushike mkono, ukatuguse sana. Kwa jina la Yesu, Bwana serikali tusirudi nyuma. Katika jina la Yesu, ulitia nguvu Elia, uliwezesha Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana serikali hai kusonga mbele. Baba tupe kumaliza vizuri. Jehova Shama mfalme wa amani. Baba yangu na Mungu wangu, ninaliombea kanisa lako tunapomaliza safari, pasiwepo hata mmoja katikati yetu atakayemaliza vibaya. Baba natamani kila mmoja tunapomaliza safari wote tumalize salama. Baba yangu na Mungu wangu, Yesu mwana wa Mungu, tusaidie Bwana, tusaidie Jehova, tusaidie Mungu wetu katika changamoto zisitusababishie kumaliza vibaya. Baba tusimamishe imara, Bwana tusimamishe imara, Jehova tusimamishe imara, Baba tusimamishe imara, tusimamishe imara Baba, tusaidie Jehova, tusaidie Mungu wetu, tusaidie mfalme, tusaidie Baba, tusaidie Mungu wetu, tusaidie Jehova, tusaidie Bwana wa majeshi. Hakika wewe ni Mungu, hakika wewe unaweza, hakika wewe unatosha. Bwana Baba ninakushukuru, Baba ninakutukuza, Baba ninakuinua, Baba ninakubariki, maana wewe ni Mungu, maana wewe unaweza, Bwana wa majeshi, wewe unaweza Bwana, wewe unaweza mfalme, wewe unaweza Yesu, wewe unaweza Baba, hata kwa yule aliyekata tamaa Baba una uwezo wa kumuinua tena, una uwezo wa kumuinua tena. Baba simama, haijalishi amekata tamaa, haijalishi Bwana uko tayari kusimama naye, uko tayari kumuinua, uko tayari kumuinua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila aliyekata tamaa natamka inuliwe, mchana wa leo akainuliwe, akainuliwe tena, akainuliwe tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yesu ninakushukuru, Bwana ninakushukuru, Jehova uinuliwe, Jehova uinuliwe. Umesimama na kanisa lako, umekwenda kusimama na kanisa lako, Bwana wa majeshi, umekwenda kusimama na kila mmoja. Mungu wangu na Baba yangu, Yesu Baba asante, Baba asante, Baba asante, kwa sababu wewe ni Mungu. Baba unakwenda kusimama nasi, hakuna atakayekwenda kumaliza vibaya. Neno hili Baba
mchana wa leo. Fikiria Kupitia neno hili, hatari sana. Baba, kila mmoja akainuliwe, asiwe jinsi alivyo, akainuliwe viwango vingine, akainuliwe viwango vingine. Baba, mkumbushe kila mmoja alikopita, ni mangapi uliyomtendea, ni mangapi uliyomtendea. Oh Yesu, asante Jehova. Yesu Baba, asante. ninakushukuru. Baba, ninakutukuza. Yesu asante. Uinuliwe Bwana. Kwa kuwa taabu yetu sio Uinuliwe bure. Jehova. Baba, ninaomba Uinuliwe Mfalme. Basaka Uinuliwe katika siku ya Mungu mwisho wetu. Bwana, Uinuliwe majina yetu Bwana. asikosekane Uinuliwe katika kitabu Bwana. chako cha uzima. Uinuliwe Bwana anasema Yesu. asionekane Uinuliwe hapa. Baba. Bwana, Uinuliwe Mfalme. Uinuliwe Yesu. Upende hata mmoja apokee katikati yetu. Tunapenda tufikirie toba na kisha Bwana utuinue tena. Ninakushukuru. Ninakushukuru Baba. Ninakushukuru Yesu. Ninakushukuru Jehova. Sikia mtu wa Mungu, limando robo saita. Kuna wakati unaweza kutumika kutumika kwako ni bure. Unaweza kuona nauli zako kuja mahali hapa, lakini njia zako haziko sawa, haziko sawa, haziko sawa. Shana la makona. Mungu ataangalia umetumika miaka mingapi. Shakando robo siki. Yesu asante. Baba. Tupendelea Bwana. Tupendelea Mungu. Hata kutupa neema ya wokovu. Hata kutupa neema ya wokovu. Wapo wengi wamefia gizani. Hata mmoja apotee Baba. Shana Sipendi hata mmoja akate tamaa. Sipendi hata mmoja ashindwe. Natamani watoto wako Baba. Tunakumaliza kwenda. Tumalize salama. Tumalize salama. Mungu asante kwa upendo. Asante kwa upendo wako. Asante kwa upendo wako. Unapenda Bwana. Unatupenda mpaka tuite watoto wako. Maana hatukustahili. Hatukustahili neema. Wewe ni Mungu. Wewe ni Baba. Unalishika kanisa lako. Unakwenda kulinua kwa upya. Unakwenda kumwinua kila mmoja kwa upya. Yesu asante. Yesu asante. Yesu asante. Kwa sababu unajua hatima zetu. Yesu asante. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema imara. Unatutetea Bwana. Sana maite. Ribisaya. Nekoria Maria basaka. Nekora basana. Nekora maita. Shana. Shana. Baba yangu na Mungu wangu, ninatamani kuona kanisa lako kwa upya. Mungu, ninakushukuru Baba, ninakutukuza Baba, ninakuinua, maana wewe unastahili Baba, unastahili Baba. Yale ulionipa nimesema. Saidia Mungu. Msaidie Bwana majeshi. Msaidie Bwana tukuone. Natamani kutumika kwangu Bwana. Nisana ramo. Bwana nisije nikakataliwa katika mlango wa kuingia mbinguni. Oya bandara bako. Maana amesema sio kila kuitaye Bwana atakaingia katika huo mlango. Wengi wataishia hapo, watarudi. Hapa payana. Wewe pasipoti yetu Yesu. Tupe busara makori ya batani. Asante kwa ajili ya kijana huyu. Yesu asante kwa ajili ya Baba. Baba, ninawaombea, nawaweka mikononi mwako Baba,
asiwepo hata mmoja atakayekata tamaa, asiwepo hata mmoja atakayemaliza vibaya. Baba, tuwe na mwisho mzuri. Baba, tujalie kuwa na mwisho mzuri. Baba, tujalie kuwa na mwisho mzuri katika dunia hii yenye shida, katika dunia hii yenye changamoto. Tusaidie kumaliza vizuri, tusaidie kumaliza salama. Yesu, Baba, tunakutaja Yesu. asante Bwana. Asante Yesu. Bwana, ninakusihi katika njia zangu Bwana nikupendeze. Katika kikuna tamaa Bwana. Yesu, Bwana wa Mungu. Baba yangu na Mungu wangu. Yesu, Bwana wa Mungu. Ninaomba wote tusogee mbele. Naomba wote tusogee mbele, niombe kwa ajili ya kila mmoja. Maana dunia tulionayo, maisha tulionayo ni magumu mno. Tusogee tuombe Mungu. Tusogee tuombe Mungu. Mungu atusaidie ili tumalize salama, ili tumalize mwendo salama. Changamoto ni nyingi, mambo ni mengi yanayoweza kutusababisha tukate tamaa. Kila mmoja tumwambie Bwana, tumwambie Bwana, tumwambie Bwana, tumwambie Bwana, tumwambie Bwana. Katikati ya giza nene Wewe ni Mungu. Nawaleta mbele zako Jehova. Wewe unawatambua Baba, unajua changamoto wanazokutana nazo, unajua mambo magumu wanayokutana nayo. Baba, ninaomba kwa ajili ya kila mmoja mmoja. Yesu, Mwana wa Mungu, wape kukuangalia wewe, wape kukutazama wewe Baba, wasikuacha wewe, wasiangalie changamoto wanazopitia, wakuangalie wewe Mungu. Baba, wasaidie watoto wako. Mungu wa Israeli, Baba yangu na Mungu wangu, changamoto zisiwatoe kwako, changamoto zisiwasababisha kukata tamaa. Wakuangalie wewe Mungu, watokapo na waingiapo, wakutazame wewe Mungu liye hai, wakutazame wewe mfalme wa wafalme. Kila mmoja mmoja Bwana kutazame wewe Baba. Asikubali changamoto ikamtoa kwenye huduma, asikubali changamoto ikamwachisha kukupenda wewe. Kila mmoja asimame akikutazama wewe Bwana. Yesu wangu, Yesu wangu, mfalme wa amani, Mungu wa Israeli, ninajua yapo mambo makubwa ambayo umewatendea watoto wako. Yesu wangu, Baba, usiwaache watoto wako, usiwaache Baba. Tunatamani sisi sote tuwe na mwisho mzuri, tumalize safari salama. Hata kama tungalimaliza leo, tumalize salama, tumalize vizuri. Yesu Baba, ninakushukuru Baba, ninakutukuza Baba, ninakuinua Baba, ninakuinua Baba, ninakuinua Baba. Asiwepo hata mmoja wetu anayeweza kumaliza vibaya. Tunatamani wote tukutane, tunatamani wote tumalize vizuri. Yesu Baba, ninakushukuru Jehova, ninakushukuru maana utamwacha hata mmoja pote. Baba, utatusaidia wote, utatupa kusimama na kukuangalia wewe
Hatutabaki na kuangalia changamoto, bali tutakuangalia wewe Mungu uliye juu, na tunaamini tunapokuangalia wewe tutakuwa na ushindi wa pekee. Baba, pokea sifa, heshima na utukufu. Sifa na heshima na utukufu na kurudishia wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante Mungu wetu. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Amen. Baba yetu na Mungu wetu,